Asante. Niwashukuru waandishi wa habari kwanza kwa kunikaribisha maeneo haya kwenye redio yetu ambayo iko kwenye kata yangu, na mimi najidai pia kata yangu kuwa na redio Mpanda. Mmekuwa ni watu ambao mnanisaidia sana kwenye maendeleo, na katika maendeleo ambayo nimekuwa nayapata kwenye kata yangu mmechangia kwa asilimia fulani, tena asilimia kubwa tu. Sababu mengi mmekuwa mnaripoti, na kwa ajili ya ile ripoti basi napata maendeleo kwa ajili kwa una faida kubwa redio Mpanda. Nawashukuru sana. Kwa majina yangu naitwa Hamisi Lameck Misigaro, ndo diwani wa kata hii ya Mpanda Hoteli. Na kwa faida tu Benigadau, awamu hii sasa nimeingia awamu ya pili. Na awamu ya kwanza nilipewa miaka mitano, rizaa miaka mitano. Nikafanya vile ambavyo Mwenyezi Mungu aliniwezesha, lakini tena nimepewa rizaa miaka mitano Benigadau. Lakini pia na waandishi wote, sio kitu cha kawaida wananchi kuamini kwa mara ya pili, maana yake wanaona nini umefanya kwenye awamu ile ya kwanza. Hongera sana. Asante, nashukuru. Na sisi wacha tukukaribishe tena. Nakushukuru sana, nakushukuru. Tangu mwaka jana umefanyika uchaguzi, tayari wananchi wamekupa ridhaa tena ya kuwa diwani wao kwenye kata yao ya Mpanda Hoteli. Mimi pia ni mwananchi wako. Ni kweli. Niko hapa. Sasa natambua hilo. Yes. Kuna mambo mengi ambayo tunapaswa tu yajadili leo, lakini tutaanza kwanza kwenye maeneo mbalimbali. Unajua, na Rais pia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye pia ni mwenyekiti wenu wa Chama cha Mapinduzi Taifa, ndio wakati akiwa kwenye kampeni na mara baada ya kushinda nafasi yake ya urais alisema kwamba ana kwenye zile siku 100 yapo baadhi ya mambo ambayo atayatekeleza. Achilia mbali ninyi ambao umepewa nafasi ya kuwa viongozi kupitia Chama cha Mapinduzi, mnaongozwa na ilani, mnatekeleza yale ambayo yapo kwenye ilani. Sawa. Lakini vipaumbele vyako wakati upo kwenye kampeni kwa asilimia kubwa ilikuwa ni masoko. Sawa. Tukija Msasani, uliahidi kwamba mara baada ya kuwa tu kiongozi utahakikisha Msasani unapata soko, lakini hali kadhalika miundombinu ya masoko. Tutakuja tutazungumzia pia soko la machinjio, lakini pia tutagusa pia na miundombinu ya soko la mahindi pale japo kwa uchache. Tuanze kwanza, vipi kuhusu pale Msasani? Sawa. Nakushukuru mwandishi wa habari, lakini Benigadau, nizungumzia kuhusu habari ya kampeni ambayo nilizifanya. Ni kweli niliahidi soko la Msasani, na kama unavyofahamu baada ya kumaliza uchaguzi, basi baada ya kumaliza uchaguzi tunaendelea kwanza na mambo mengine, lakini kwa sababu ni masika sasa ilikuwa imefika na watu wanafanya kazi za kulima. Sasa maana yake nilikuwa nimepanga kwamba kiangazi nianze sasa kwenda kuwashukuru wananchi. Nimeshawashukuru wananchi, lakini bado nilikuwa nipite pale maeneo yale. Lakini kuhusu Msasani, tuna eneo lile la open space ambalo tulikuwa tumepanga kwamba tuliweke kuwa soko. Na makubaliano yangu mimi na wananchi, sio nafanya mkutano wa mwisho, niliwaelekeza kwamba nikiwa diwani kwa awamu nyingine, na utambue sio muda mrefu ambao nimekuwa diwani, ni muda mchache tu, miezi kadhaa tu niko madarakani. Kwa hiyo mpango wangu sasa ni kufanya mkutano, nasubiri watu wavune kwanza. Baada ya kumaliza kuvuna, nifanye mkutano pale wa kufanya usafi kwenye ile open space ambao sasa ndio tutakuwa na soka ambao niwatangazia wananchi, na wameipokea kwa mikono miwili. Lakini pia kushirikiana na mwenyekiti ndugu yangu Juvenal Deus, naye pia ameshaliafiki. Kwa hiyo imebakia ni swala la wao kumaliza, na wao nilivyofanya kikao na wazee wakanishauri kwamba tusubiri kwanza pambazuke, maana asilimia wengi wa kata hii ni wakulima. Sasa wako mashambani wameenda kulima, tunasubiri kwanza mwezi wa 6 wa 7 nitakapoanza mikutano yangu, ndipo sasa nifanye harambee ya usafi pale kwenye ile eneo na soko tayari liweze kuanza. Kwa soko lile liko pale na wana Msasani wakae mkao wa kula kwamba soko lile tunakwenda kulifungua sasa. Kwa hiyo Mheshimiwa Diwani, kitu ambacho kinasubiriwa ni nguvu ya wananchi kwa ajili ya kusafisha eneo la soko. Sio nguvu ya wananchi, isipokuwa tu maana unajua maamuzi makubwa sana yanatoka kwa wananchi. Na baada ya kushirikisha mwenyekiti wao ambao ndio wamemchagua, tayari tukaona kwamba sasa kuna sababu, kwa sababu asilimia kubwa hata tukifanya mkutano watu wanaohudhuria ni watu wachache, kwa sababu wengi wanakuwa wameenda mashambani kutafuta. Unapowakatalia kwamba wasiende shambani waje uzie mkutano, inakuwa pia sio sahihi. Kwa hiyo tukakubaliana pamoja na wazee wa eneo lile kwamba watu wamalize kwanza uimbuaji, wamalize kulima, waimbue. Baada ya kumaliza kuimbua, ndipo sasa mwezi wa 6 na kuendelea tuweze kulifungua soko lile. Kwa hiyo wao wako tayari kabisa na tumekubaliana, na mimi niseme tu kama diwani wa eneo hili kwamba soko lile lipo
na kuanzia mwezi wa 6 na kuendelea nitakapofanya mkutano, nadhani hata nyinyi nitawakaribisha mshuhudie, ili sasa watu waanze kwenda kuuza mahali pale, maana soko ni halali ya wananchi wa Msasani. Kwa hiyo mwezi wa 6 soko litakuwa tayari. Kwanza mwezi wa 6 na kuendelea, basi najua nikifanya mkutano pale, maana kila mmoja inaenda kwa utaratibu. Lazima kwanza waite wananchi, wakubaliane mawazo ya wote, baada ya hapo ndo tunafanya. Msasani yetu inakuwa ya asali na maziwa sasa. Lazima ipate soko, na soko sio zawadi, ni halali yao kabisa. Hongera sana katika hilo na mipango yako. Na soko lile wao walipendekeza kwamba mchana, asubuhi mpaka mchana wafanye mambo yao sehemu nyingine, lakini ili itakuwa soko la jioni. Yani sinukuliwa kwamba itakuwa soko la moja kwa moja, pana. Itakuwa kama ilivyo pale Mpanda hoteli pale maeneo ya ofisi ya kata hapa. Kuna wale vijana wako, wewe ndio mlezi, vijana wako wa soko la mahindi pale. Ndio. Sasa hivi bwana, ukipita pale miundombinu yake mheshimiwa kidogo hairidhishi. Sawa. Kipindi cha masika hiki sawa, naweza kusema okay ni masika. Lakini hakuna mkakati au mpango wote ambao labda tunaweza ukautengeneza kwa ajili ya kuliweka lile soko kwa kwenye standard, kwa sababu sio tu wananchi wa Katavi au Mpanda ambao wananufaika na soko la mahindi. Kuna muda huwa naona mpaka magari ya kimataifa yako pale wanachukua mahindi. Sawa. Nakushukuru Benigadau. Naomba nikueleze kitu kimoja kwamba kwanza mimi ni mfanyabiashara wa soko lile. Na hata kwenye mkutano wangu wale ambao wanahudhuria nimekuwa najinasibu sana kwamba nilikuwa na meza maeneo yale, na mimi ni zao nilikuwa mimi mbebaji, lakini baadaye nikawa mfanyabiashara, na mpaka leo nimekuwa diwani. Nimetoka maeneo yale na meza yangu maeneo yale ipo. Na ndio maana kwenye udiwani wangu wakati naingia nilipigana. Nadhani Gadau unakumbuka, au waandishi wa habari wote mnakumbuka, eneo lile lilikuwa wazi. Baada ya kuingia maeneo yale nikafuatilia, kaonekana ni eneo la serikali. Tulikuwa tunajua labda ndio mtu mmoja ambaye yuko maeneo yale. Kwa hiyo nikatafanya mkakati kwanza wa kufanya utaratibu, niombe mradi wa kuweka vibanda pale. Na mradi huo nashukuru Mungu umefanikiwa, na unaona palivyopendeza Benigadau pale. Lakini pia palikuwa hapana choo, nikapigana kwa ajili ipatikane choo, na ambao choo imo kwa mle ndani, ambao wale watu walikuwa hawana choo, wanahangaika kwenda huku na huku. Lakini leo wanaenda kwenye kuna choo kabisa special ambacho kiko mahali pale. Lakini pia maeneo yale kama unavyofahamu, soko lile limekuwa asilimia kubwa halikuwa rasmi, ilikuwa ni eneo tu ambalo lilikuwa, ndio maana unaona mpaka dakika hii halina matengenezo yoyote yale. Lakini kwa sababu ya kuona umuhimu wa ile soko, kwa sababu ni lauza mahindi na mahindi tunapata pale, na kwa sababu kuona mkakati wa kutafuta eneo la soko, sasa tukaona ngoja tuache pale. Baada ya kuacha pale tutafute eneo. Ndio baadaye tumekaa, baada ya kumaliza kukaa ndio tukapata bahati ya Mheshimiwa Rais kuja kutembelea mkoa wa Katavi, na akatamka neno moja, akasema sasa soko la soko la kimataifa la mazao linajengwa Mpanda hoteli. Tukaona ni fursa, kwa sababu soko hilo linajengwa Mpanda hoteli pale machinjioni, maeneo machinjioni, na watu wameshafanywa uthamini pale. Kwa hiyo tukajua kwamba sasa ile population ya pale, kwa sababu ndio soko la mazao lile na yale ni mazao, maana yake tayari itatusaidia kuwasaidia wananchi hao kwenda kuuza mazao yao pale. Na ile soko ni kubwa ambayo Mheshimiwa Rais alitangaza. Na hata kipindi kile kwenye ilani ukisoma, kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi, soko lile limeandikwa ni soko la bilioni 25. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akitusaidia soko lile likapatikana, likajengwa pale, ndiye soko itaondoa kabisa hii kero ya kusambaa watu, maana tayari tutajikita pale, na soko la bilioni 25 ni soko kubwa sana. Maana itakuwa na budi change, watu watachange hela pale, maana itakuwa soko la watu la kimataifa, ndio maana inaitwa la kimataifa. Kwa hiyo sisi tunanufaika, vijana vikundi vyetu vya wabebaji watanufaika, lakini pia na hao wauza mazao watanufaika, kwa sababu mazao yao hayatanunuliwa na watu hapa tu, yatanunuliwa na watu mpaka wapi wa nje. Ndio maana kuna ramani ya benki, kuna ramani ya wale wanachange pesa, kuna ramani ya beba mizigo, kuna mizani miwili, mzani wa kwanza na mzani ule wa kutokea kule, mizani miwili mikubwa ile ya kuingia gari nzima. Kwa hiyo jambo lile lilipotokea tukajua kwamba tayari lile itakuwa faida kubwa sana kwa sisi wana Mpanda hoteli, lakini kwa uza mahindi. Lakini na kwa mimi mwenyewe ambao ni mfanyabiashara wa mazao. Ndio hivyo Benigadau. Hivi soko la machinjio ni soko la kudumu. Soko la machinjio sio soko rasmi, kwa sababu watu kiangalia zile mita pale yani liko ndani ya mita 60 pale. Ili isipokuwa serikali ina tabia moja kwamba ina tabia kuangalia wananchi kwamba angalau kwa muda ambao watu wanafanya, serikali inaangalia namna gani alternative ya wale watu angalau wapatie sehemu ya kujikimu, kupata maslahi yao. Soko lile haliko rasmi, na kuna kipindi walisema waliondoa lipeleke Kachoma, lakini kama unavyofahamu sisi wanasiasa tukaona kwamba hapana, tuache wale watu wapate riziki mpaka itakapopatikana nafasi ya wale watu kuweza kwenda kufanya biashara. Lakini niwahakikishie, ndio sema ambao ni baadhi ya ambao ni jinadi mimi kwamba watu wale nikiwa mimi diwani hawatotoka mpaka tupate sehemu rasmi ya kwenda kufanya biashara hapa. Ndio maana mpaka leo
wako pale, lakini wanatoa ushuru kama kawaida na wanasikiliza na wako pamoja na serikali na wanaishukuru kwa sababu hata kipindi umetembelea pale walishukuru sana serikali kwa kuwaruhusu wafanye biashara pale. Hata wa ofisi ya kata Mpanda hoteli wale kama au ambao wanauza jioni pale wale walikuwa wanafanyaga biashara pembeni mwa barabara. Baada ya TANROADS kuambia watoke, kuna barabara zinatengenezwa, wale watu wakaniomba, nikamwambia hapana, tuna eneo ambalo ni la serikali, sio la mtu, njoni mjishikize pale. Hata pale sio sehemu rasmi, lakini kwa sababu watu wajipatie kipato, watu wasiharibikiwe na mazao yao, tukawaruhusu. Mimi kama diwani nikawaruhusu kwamba waende wafanye biashara yao pale, na mpaka dakika watu wanasomesha. Kwa hiyo ili wale watu watoke pale mpaka tupate sehemu maalum, na kama mnavyofahamu waandishi wa habari, Mpanda hoteli tuna ufinyu sana wa ardhi. Hatuna eneo la ardhi, tulikuwa tunategemea eneo la jeshi, lakini eneo hili ni la jeshi. Hatuna sehemu nyingine ambayo tunaweza kuwapeleka pale. Maana yale maeneo ya uwazi wa serikali ndio tunawapeleka. Hata wale wa machinjoni sehemu ya uwazi, sio uwanja wa mtu, wanafanya biashara pale. Kata Mpanda hoteli pale kwenye ile eneo wanafanya biashara pale kwa sababu ni maeneo ya serikali, na serikali hii ndio itatafuta sehemu ya kwenda kufanyia biashara. Ndio maana tunawaacha kwanza wakae mpaka tutakapopata mwafaka angalau ya kwenda kutafuta riziki yao. Okay. Mheshimiwa Diwani, umeelezea kuhusiana na ili soko la machinjio kwamba sio soko rasmi lakini pia ni la muda mfupi. Natamani kujua mipango labda pengine kwenye uwekaji wa vyoo ambavyo ni vya muda mfupi pia, kwa sababu sio sehemu rasmi kama ambavyo mnaeleza. Kuna wakati mwingine unakuta wanahangaika sehemu zile za kwenda kupata haja. Kwenye hili labda pengine umewazaje kufanya nini hasa? Nakushukuru mwandishi wa habari kwa kuniuliza swali zuri. Lile soko la machinjio tangia mara kwanza nikafanya mkutano pale. Na tuna mwananchi mmoja ambaye ameshatupatia eneo lile kwa makubaliano. Na kwa sababu inakuwa inaleta migogoro mara nyingi, tukasema angalau ajikomiti kutupatia lile eneo, alafu tutafute mzabuni ili ajenge choo, ili angalau wakati tunasubiria, kwa sababu tayari usafi nao kitu cha muhimu. Angalau tu tunajihifadhi pale, alafu baada ya kupata tumepata sehemu nyingine, basi ile sehemu tutaiachia. Kwa hiyo tukawa tumekubaliana naye, na nadhani kwa sababu tumeingia kwenye uchaguzi muda so mrefu, kwa hiyo mambo mengi yalipitika. Na sasa hivi sasa ndio pamechangamka, tunaanza sasa mikiki tena kwenda kwa wananchi, pia kuambia kwamba kwenye bajeti hii tumepangaje, tumepata nini, ndio tunakwenda sasa na kwenda kuanza vikao kwa ajili ya kuangalia kwamba ni namna gani, ila mzamu tukao tumeshapata kwa ajili ya kuwatengenezea choo pale, angalau watakuwa wanamchangia, lakini tupate ile huduma ya muhimu sana. Lakini nikuondoa wasiwasi kwamba jambo hilo lipo, na hata wenye vitu wangu wa mitaa ni mashahidi, kwa sababu ninaposema mimi ni diwani, ni mwenyekiti wa kamati ya ODC, na ODC mwandishi wa habari kwa faida ya wananchi wengine, maana yake na wajumbe 4 halali ambao hata kama ikitokea swali yote sitofahamu wanapiga kura. Yaani tunakuwa na watendaji wa mitaa, watendaji wa kata, diwani na wenye viti na baadhi ya wataalamu wengine, lakini pia na mwenyekiti labda wa kata wa CCM na mwenyekiti na katibu wa kata wa CCM, lakini wajumbe halali ni 4 kwenye ODC. Yaani napoambiwa kata ni watu 4 ambao ni wajumbe halali, ni diwani na wenye viti wangu wote 3. Yaani wale wote ni wajumbe wa kamati ya ODC ambao ndio ya kata. Kwa hiyo tumeshakubaliana, na nadhani jambo hili tutalifanya, na sina wasiwasi na viongozi wenzangu, lakini pia na ODC. Natamani pia kufahamu hapo ni wakati gani labda kinaweza kukamilika choo, kwa sababu umeelezea mzabuni kapatikana ni sawa, lakini mlishawahi kujadili mkajua mpaka labda kipindi fulani kitakuwa kimekamilika? Najua kwa sababu sasa mimi nataka nianzishe jambo hilo, nitaanza kulianzisha, lakini pia tuna watu ambao ni wadau wetu pale jirani, ambao wale watu wala hawapati shida, wanakuwa mara nyingi wanaenda, kwa sababu tuliwaambia maeneo yale kwa ajili ya usafi angalau ili watu wawe salama, ili kuondoa yale maambukizi. Lakini mlipuko wa magonjwa tuliomba watu kama 2 3 pale ambao mpaka dakika ya huduma, sio kwamba wapate huduma, wanaipata. Ndio maana mazingira ni masafi. Isipokuwa tu sasa kama nilivyokwisha kusema kwamba kila kitu, bahati nzuri mambo ya serikali unafahamu mchakato wake, yanaenda kwa utaratibu. Maana mpaka nianze vikao, baada ya kumaliza vikao, lakini pia lazima serikali itambue kwamba kuna kitu kinafanyika pale, serikali walizie, ndio tutangaze kwa mzabuni aanze kazi. Sasa ukijikomiti moja kwa moja kwamba kesho na kesho kutwa choo kitakuwa tayari, nitasema uongo. Na kuzingatia nje ya kazi, tumeni mwinjilisti. Naogopa kusema zangu. Mchuma zangu kuja kusema uongo. Mwinjilisti. Na kuna hii huu mradi wa machinjio ndio kuonekana kama unasuasua hivi. Sawa. Ukweli huu mradi upoje? Huu mradi, nakushukuru mwandishi wa habari. Ndio maana nimeshasema mnachangia sana mambo mengi. Ni kweli mradi huu una siku nyingi sana. Lakini naomba utambue mwandishi wa habari kwamba na wananchi wote kwamba mradi huu kabla hujaingia kwenye kata,
mradi huu ulikuwa kwenye wao watu wa mifugo. Yaani watu wa mifugo ndio walikuwa nao. Wamekaa nao kwa muda mrefu sana, kwa unasuasua, kwa hakuna sababu, maana watu wanaosimamia watu wa mifugo sawa, maana yake wanaishi mbali. Tuwape hao watu ambao wako jirani. Hawa watu baada ya kupokea ule mradi tukasubiri budget tukatengewa pesa kama milioni 8 tukaifanyia kazi. Tumefanyia kazi pana kama unavyofahamu mkuu. Changamoto iliyopo ni kwamba utaratibu huu wa miradi ya sasa hivi watu wanapatikana nest. Yaani watu sio kwamba ni kama zamani tulikuwa tunamchukua tu fundi anaanza kazi. Fundi unampata kwenye mtandao moja kwa moja. Sasa unaweza kumpata fundi kwenye mtandao ni mtu wa Tabora. Maana yake pesa inapochelewa, maana yake dai mpaka jipange ndake aje afanye kazi. Kwa hiyo fundi ambao tunawapata sisi sio hapa, saa zingine unaweza kupatikana hapa, saa zingine kupatikana mtu wa mbali. Lakini nje ya hiyo lazima pesa ya serikali ndio kwa utaratibu. Ingekuwa ni mimi diwani tu labda naletewa kwenye akaunti yangu nawekewa, mradi unaenda tu haraka sana. Lakini ile pesa ndio kwenye akaunti, maana yake mnafanya vikao, mnapitisha pesa, inaweza kufuatiwa labda hata wiki moja au wiki moja na nusu kwa ajili ya kuichukua ile pesa. Kwa hiyo utaratibu unaendelea, japo umekuwa kidogo na suasua tangia mwanzoni. Wale watu waliokuwa nao kwanza itambulike, haukuwa chini ya kata tangia muda mrefu. Huu mradi ulikuwa chini ya watu wa mifugo, wamekaa nao, ndio baada ya kusuasua ndio ikaonekana uje kwenye kata. Kwa hiyo mwandishi wa habari, niseme kwamba vitu hivi vya serikali vingekuwa ni kama vitu vya mtu binafsi, vingekuwa vinaenda haraka. Yaani hata leo tukikupatia kwamba wewe Gadao ndio diwani, huwezi kupeleka jinsi unavyotaka, kwa sababu tayari hivi vitu vitahitaji uende manunuzi, uende mapato, si mfanye hivi mtendaji afuatilie, kwa sababu sisi kama unafahamu si wanasiasa, hatufuatii zile pesa, wanaofuatia vile vitu kuvifuatia ni mtendaji wa kata. Kwa hiyo maana yake mimi kazi yangu mimi ni kuomba mradi, na hata awamu hii imetengewa milioni 30 kwenye budget inayokuja kwa ajili ya kuja kumalizia ule mradi kabisa. Kwa ule mradi hata mimi na mkakati wa serikali ni kumalizia miradi yote ambayo ni viporo. Na serikali haiwezi kupenda kwamba labda mradi huu unasuasua, na kwa mkakati huu sasa umetengewa milioni 30 ni kuhakikisha Gadao mradi ule sasa wa machinjio unakwenda kuisha. Labda hapo ukizungumzia swala la machinjio, lakini pia uligusa ilani ya chama kwamba miongoni mwa miradi ambayo imepangwa ni pamoja na mradi wa soko la matunda ambao utahamishiwa maeneo ya soko la mahindi, utahamishiwa soko la nani hapa, ili soko la tunazungumzia machinjioni. Je, hii machinjio kuna fununu za kwamba machinjio inahamishwa manake inaletwa soko hilo la mahindi? Kuna ukweli wowote au hizo ni fununu tu? Yani mwandishi wa habari, kwanza nikushukuru kwa maswali mazuri. Jambo la kwanza naomba nieleweke. Kwenye miradi hii ambayo tunaisimamia si kama kata, nitakuja kwako kwanza, hata nifunie sehemu moja ambayo nimeiruka. Kwenye miradi hii ambayo tunaisimamia si kama mradi ya kata. Miradi ile inasimamiwa na watu wafuatao kama nilivyokuwa kukuambia. Diwani na wenye viti wake wote, kama ni 4 kama ni 3 wote wanasimamia. Unapojitoa kwamba wewe sio msimamizi wa ule mradi, maana yake unakosea, kwa sababu ODC na wajumbe 4, ina diwani na ina wenye viti wafuatao ambao ni wenye viti wa mitaa ile. Kwa hiyo wote sisi ni wahusika. Ni wahusika, ieleweke namna hiyo. Lakini jambo lingine ni kwamba mradi huu wa machinjio kama nilivyokwisha kusema, kwa mradi huu kwamba alternative yake inakwenda kupatikana, kwa sababu tayari tunakwenda kutenga kwenye budget ya shilingi milioni 30 na juu inakwenda kuisha. Lakini jambo lingine ni kwamba kuhusu machinjio, serikali inapanga utaratibu wake. Baada ya kutafuta maeneo ya kuweka soko la kimataifa, ikaonekana maeneo, kwa sababu tuna eneo lile la machinjio, ikaonekana kwamba tayari na watu wafanyiwe uthamini. Hivi tunavyoongea mimi na wewe, kuna watu karibia 36 walifanywa uthamini ambao wako juu ya machinjio pale, ili soko la kimataifa likae pale. Kwa hiyo ndio maana nikasema kwamba tuendelee kumuomba Mwenyezi Mungu, lakini pia kuendelea kumuomba Mheshimiwa Rais ili Mungu aendelee kumwezesha na amfanikishe ili tuweze kuipata ile pesa, kwa sababu ni pesa nyingi za kutekeleza mradi ule. Lakini kama ikitokea ikiwezekana ile, kuna mkakati wa muda mrefu sana Mheshimiwa mwandishi wa habari, wa kwamba machinjio kama ikipatikana mradi ule na wala machinjio sasa hawezi kutumiza tena, kwa sababu tayari hata ukija mradi ule ni mkubwa sana ambao machinjio hata kipango kwenda sehemu nyingine wala haiwezi kutumiza, kwa sababu tutakuwa tumepata mradi mkubwa ambao utatutoa sisi, ambao tutusaidia sisi watoto wetu, lakini pia na mama ntilie. Kwa hiyo mradi ule kama ukija, maana yake machinjio haiwezi kukaa tena pale, na kama unafahamu kuna ramana ambayo kipindi cha nyuma tuwe kuiona kwamba machinjio itaenda wapi? Itaenda Magamba. Nadhani hilo jambo mmeshawahi kulisikia. Lakini kama mradi ule utawezekana. Lakini mradi ule kama bado ukiwa haujafanikiwa, machinjio itaendelea kuwepo pale, na mimi naamini kwa serikali yetu tunayo ya mama yetu Samia Suluhu Hassan anavyochapa kazi, najua lazima mradi ule utakuja tekelezwe tu.
sema tu utaratibu wa serikali sio unafahamu, sio kitu ambacho tunaweza kusema kinatekelezwa kesho. Kwa hiyo nzuri na ni maswali ya busara lakini ya Wanampanda Hoteli. Naomba nizungumzie kwenye upande wa elimu kwa ujumla kwenye kata yangu ya Mpanda Hoteli. Ndio. Upande wa elimu Mpanda Hoteli mimi nina shule mbili. Nina shule ya Muungano na shule ya msingi Mpanda. Na shule zile zimekuwa na wakati naingia madarakani nimekuta kuna population kubwa sana. Kuna watu wengi, kuna watoto wengi mpaka yani wanazidi. Nikakaa kwenye UDC mara ya kwanza nikaona kwamba kuna sababu gani ya kukaa na watoto wengi kwenye mashule, tufanyeje? Tukapendekeza. Bahati nzuri nilikuta ameshapendekeza kile kiwanja. Lakini kile kiwanja bahati mbaya kikawa kiko jeshini pale. Na nakumbuka wakati wanaenda kuchimba msingi mara kwanza nimeingia madarakani tu walikutana na misukosuko mingi tu ya wenye eneo lao. Lakini bahati nzuri nikaiona ile kero, na kwa sababu serikali ni ile lakini pia bahati nzuri tuna viongozi wazuri. Tuna mheshimiwa wetu mkuu wa mkoa Nauza Mlindoko ambao ni kiongozi mahiri kabisa ambaye ana huruma na watu, lakini pia ni mchapakazi. Lakini tuna mkuu wetu wa wilaya Jamila Yusufu ambaye naye pia ni mchapakazi, na bahati nzuri yule mtu alikuwa kwenye chama anafahamu mambo ya maendeleo ya wananchi. Nikafikisha hoja zangu. Mimi kama diwani kazi yangu mimi ni kuchukua hoja za wananchi kupeleka serikalini ili serikali wazifanyie mchakato ili hatimaye iweze kupatikana suluhu. Na kazi yangu mimi kama diwani sio kutembea na vutana na mtu au nasema hivi au naongea hivi, hapana. Kila kitu kina utaratibu wake, na mimi kama diwani nikachukua jambo lile nikalipeleka sehemu husika, na sehemu husika ikalifanyia kazi, na mwishowe ikaonekana eneo lile tupewe kwa sababu ni eneo la muhimu la wananchi. Kwa hiyo eneo lile baada ya kuwa tayari tumepewa lile eneo, na mimi kama diwani kwenye baraza nikatangazwa kwamba eneo lile sasa limekuwa la kwenu. Nilichokifanya cha kwanza ili wananchi wawe na usalama, niliomba watu wa ardhi wakaja wakalipima lile eneo. Na kama ukipita pale maeneo yale mwandishi wa habari utakuta kuna beacon tayari. Na tukaruhusiwa kwamba sasa tuweze kufanya kazi pale. Kwa hiyo tumejenga maeneo yale, nikatangaza kwa wananchi, shule ile imejengwa na wananchi wote. Wakati wetu wa Mpanda Hoteli. Kwanza Mpanda Hoteli, mtaa Mpanda Hoteli, Tamkaleli na Msasani kwa kijitolea. Na hata wakaguzi walivyokuja tuambia tumejenga kuta zile kwa ubora mkubwa sana. Wakatupatia pongezi. Lakini kwa kifupi kwa sababu ya muda mwandishi wa habari ni kwamba eneo lile limefika pale lilipo. Na lilipofika tu pale lilipo ndio pale tukaingia kwenye uchaguzi tukamaliza. Lakini nizungumze mambo ambayo yako kwenye shule ile. Imetengewa pesa milioni 30 kwa sababu ya kumaliziaji wa madarasa mawili na ofisi. Lakini nje ya hiyo tayari kuna madarasa mawili tena yanatengewa pesa ya kwenda kumalizia. Maana yake yatakuwa manne. Na juzi tuko kwenye kamati tulielekeza kwamba shule ile sasa baada kwa tumemaliza ile madarasa manne isajiliwe ili watoto waweze kutoka pale, ile population ambayo iko pale shule ya msingi Mpanda na Muungano iweze kupunguzwa iletwe pale Msasani. Na kinachosaidia kitu kingine mwandishi wa habari, bahati nzuri mwenyekiti wa kamati ile ni mimi. Mwenyekiti wa elimu, afya na maji ndio mimi mwenyewe Hamisi Msigaro, ambao kamati ile iko kwangu. Kwa hiyo maana yake ilipita na nikaiona. Kwa hiyo kuna budget hizo. Kwanza kuna madarasa yanamaliziwa mawili na ofisi, lakini kuna budget ya madarasa mawili tena yanakwenda kumaliziwa pale. Na kwa mkakati wa serikali ni kwamba shule ile wao wanatamani kuona imekwisha. Kwa sababu shule ile imekuwa watu wanaifahamu, lakini pia nimekuwa naiongea mara kwa mara kwenye vikao vya baraza la madiwani. Lakini kitoka kwenye shule hiyo mwandishi wa habari, tunayo shule yetu ya sekondari ya Kashaurili pale. Mwaka huu hakuna budget yote ambayo ilipangiwa, na nikakubaliana kwa sababu tayari wakati naingia madarakani nilikuta wana uhaba wa madarasa 7. Sasa kuna kitu kinachoitwa uviko, watupatie madarasa 4, COVID watupatie madarasa 5. Tulikuwa na madarasa 9. Hivi tuna reserve ya madarasa mawili pale. Maana yake tayari hatuna uhaba wa madarasa tena. Kwa kitu ambacho nakipigania mimi kama diwani wakati ya Mpanda Hoteli, nilitamani sana tupate fence. Kwa sababu maeneo kama unaona nyoka wanasumbua, vijana wanakuwa wanakaa pale ambao sio waaminifu pale wanasumbua wanafunzi. Sasa kwa diwani ambao mimi najielewa, siwezi kubaliana na jambo lile. Kwa hiyo nimekubali kwamba awamu hii ipite, lakini awamu ya pili budget yake lazima nitaomba tuweke fence kwenye shule ya sekondari ya Kishaurili ili watoto wale waweze kuwa salama. Kwa ndio mkakati wangu ambao uko mahali pale. Na kwa upande wa shule ya Muungano na Mpanda kwenye budget hii wamepewa zaidi ya vyuo 10 matundu 10 kidogo ambao wanaletewa pale. Kwa hiyo kiujumla ni kwamba kwenye budget ambayo inakuja Mungu akisaidia ikipita, kwa sababu tumeshapitisha sisi, inaenda bungeni, baada ya bungeni inarudi. Maana sisi tumepata miradi mingi sana. Tumepata madarasa hayo, lakini mkakati wangu mimi mwandishi wa habari ni kuhakikisha shule ile imekwisha ili population ya wale watoto ambao kwa shule zetu zile mbili iweze kuisha kabisa, iweze kupungua na kuisha. Lakini pia kwenye upande wa madawati na wenyewe tunaenda kuhangaika. Awamu hii tumepanga milioni 50, budget ya milioni 50 kwa ajili ya kutengeneza madawati.
lakini bado kipindi cha nyuma budget 24 25 tulipanga milioni 50, ikatumika milioni 16, kabaki 34. Kwa hiyo kuna milioni 84. Naizungumzia hiyo vizuri kwa sababu iko kwenye kamati yangu. Hiyo milioni 84 tunakwenda tena kutengeneza madawati, lakini pia nimpongeze mheshimiwa mkuu wa wilaya na mkuu wa mkoa. Tatizo hili wameona kama tatizo kubwa sana la madawati. Linatafutiwa, maana yake wameshatafuta wadau, lakini wanaangalia ufumbuzi wa haraka ili kuweza kuona watoto wakae chini, wanakaa kwenye madawati, mwandishi wa habari. Kwa hiyo kwenye upande wa elimu ni hivyo tu kwa kifupi, kwa sababu ya muda. Okay, sawa. Na kweli muda unayoyoma kweli, lakini tuangazie pia kwenye ishu ya barabara. Sawa. Barabara za kata yetu ya Mpanda Hoteli. Sawa. Kuna jitihada gani ambazo zinafanyika mpaka sasa, au kuna pesa tengefu tayari kwa ajili ya ishu ya barabara? Nakushukuru mwandishi wa habari kwa kuniuliza maswali mazuri. Kwa kifupi ni kwamba serikali awamu hii ambayo tumeingia sisi imepanga bajeti ya milioni 100 kwa ajili ya kutengeneza zile barabara za kata zetu. Na kama unavyofahamu mimi nimepewa karibia kilomita 4 au 3 na kidogo. Lakini nje hapo unakumbuka hata kipindi kile tunakimbilia kwenye uchaguzi, kabla ya uchaguzi unakumbuka kuna greda ilikuwa inapita hapa. Linapita kila kata ilikuwa inakaa siku 3 kwa ajili ya kutengeneza. Na nakumbuka kipindi kile mimi kama diwani ambao na mapenzi makubwa sana wananchi wangu, nilikaa kwenye greda ile nikatengeneza barabara nyingi, na hapa nilikuja mpaka nikaugua na kikoona kifua. Pale nyumbani kwangu nyuma hivi na barabara tena. Pale nyuma pale. Nilipita mpaka Tamkaleli, wao waliona ile greda wakashangaa, wakasema hatujawahi kuona greda. Lakini diwani tunakushukuru. Kwa hiyo mkakati ule kwa kifupi ni kwamba upo, tumetenga milioni 100 kwa ajili ya ile greda, tena awamu nyingine ije kae siku 3 hapo kwa ajili ya kutengeneza barabara. Japo ile sasa haitengenezwi kwa kiwango kikubwa kwa sababu hawaweki mora, isipokuwa inasawazisha, yani kutengeneza barabara ngao zipitike kidogo. Kwa hiyo kazi yangu mimi kubwa sasa, mimi kama diwani, kama mwakilishi wa wananchi, kama nilivyokwisha kusema, kazi ya diwani ndio mwakilishi mkubwa wa kata yake kupeleka kwenye halmashauri. Na mimi kazi yangu mimi kubwa ni kwa ajili ya kwenda TARURA. Japo sasa tumekuwa tunapata kipingamizi kwamba bajeti ya TARURA inakuwa ni ndogo. Sasa unapokwenda kuomba ukaambiwa bajeti ya TARURA ni ndogo, mtu mwingine ataongea tu kwa maana ya siasa, lakini kiujumla ni kwamba mimi sina pesa yangu kuweza kutoa mfukoni, kuweza kuweka kifusi, kutengeneza mitaro, isipokuwa naenda kuomba serikalini kama utaratibu unavyoniruhusu mimi diwani. Kwa hiyo ni kazi yao TARURA sasa kuona kwamba tunawapa mitaro fulani, na kama na machinjoni kwa chini, nakumbuka niliomba kipindi kile nikapewa ule mtaro, nikaambiwa bajeti ndogo. Sina uwezo mimi wa kupigana kama wanavyofikiria watu wengine. Mtu mwingine anaweza kufikiri kwamba ni kufikiri unachukua tu, akaongea maneno ya bla bla kwa maana ya siasa, lakini kiukweli ni kwamba diwani yoyote yule lazima aende kwenye baraza la madiwani, anawasilisha taarifa za kata yake na maombi. Ni kazi yao watu wa serikali kufanyia kazi, kwenda kutengeneza pale. Huwezi kutumia nguvu hata siku moja kwa sababu serikali ina utaratibu wake. Na naomba ieleweke namna hiyo. Sawa. Bado tubaki na sekta ya afya, huko ndo hatujagusa kabisa. Tutazamia na kwenyewe huko mambo yakoje huko, tutarajie vitu gani hasa kwenye maeneo ya mitaa yetu, lakini pia kwenye kata tunajua uhitaji wa kituo cha afya, uhitaji wa zahanati. Kuna mipango yoyote ambayo ipo? Sawa. Nashukuru mwandishi wa habari kuniuliza maswali mazuri ambayo ni faida kwa wananchi wangu, lakini na watu wengine. Kwenye sekta ya afya umeona kwamba hakuna kilichofanyika kwa sababu moja. Kwanza wakati tunawasilisha hii habari ya kuhusu kituo cha afya, lakini pia zahanati, kwanza maeneo yanatupa shida sana. Unakumbuka hata kipindi kile naingia kwenye madaraka, hata ofisi yenyewe ya kata ilikuwa iko Makanyagio pale Messi kama nakumbuka. Lakini nikafanya jitihada ya kuomba tukapewa maeneo yale ya pale ambapo tupo pale, ambapo ni maeneo ya serikali, ya halmashauri ya Mpanda. Kwa hiyo tayari maana yake haituruhusu ile nyumba ilikuwa inakaa mtu, tukaambiwa tuikarabati tuweze kuingia pale kwa sababu ya maeneo yetu machache. Kwa hiyo sekta ya afya inapata shida kwa sababu ya maeneo. Maana yake hata zahanati nimeshaomba, wananiambia tukikutengea utajenga wapi? Lakini pia tumeshaambiwa kwamba hapa ukiangalia umbali wa kutoka hapa na hapo kwa kituo cha afya hapa town clinic pale ni sehemu fupi sana pale. Ni jirani sana. Sasa hiyo nao pia imekuwa inaniletea shida kwamba yani tutoe pale tuweke tena kituo cha afya hapa, ni jambo ambalo haliwezekani. Au kama labda zahanati tutafute, lakini maeneo bado yananipa shida. Maeneo yananipa shida kama unavyoona, eneo letu kubwa limechukua na jeshi. Yani na jeshi. Sasa eneo letu kubwa, hata ofisi yenyewe tumekwenda kudandia kwenye nyumba ambayo ilikuwa ni nyumba yani mashauri pale. Na kukosa eneo, mwandishi wa habari, sio kosa la diwani. Kwa sababu ni eneo ambalo yani ni ile mipangilio tu yenyewe, kwa sababu eneo kubwa kama unavyoona tuna jeshi letu hapa. Huwezi kuforce kwenda ukachukua au ukachukua eneo la shule, kwa sababu eneo la shule yenyewe tumekutana migongano, lakini Mwenyezi Mungu atusaidia tumefanikisha pale. Kwa hiyo mimi niseme nilijaribu kuandika barua
kwa ajili ya kupeleka barazani kwamba nipewe open space moja kwa mambo yote tuliyofanya na kulizia, lakini utakuja kugombea kwa mara nyingine. Na kwa taarifa tu ni kwamba mkuu, mimi ndo nilipata kura zaidi ya karibia kata zote. Nilipata kura zaidi ya 6700 na kidogo. Na hakuna kata ambayo ilifikia kura hizi. Kwa hiyo najivunia kwamba wananchi wangu wa Mpanda Hoteli waliniamini kwa awamu nyingine, lakini pia wanipatia kura za kishindo ili waangalie kama nitashindwa au nitaweza. Lakini wahakikishie kwamba nitaweza na Mwenyezi Mungu atanisaidia, kwa sababu lengo kubwa sisi sio maneno. Lengo kubwa sisi ni kuleta maendeleo kwa wananchi wa Mpanda Hoteli. Na awamu hii nimeshasema, na awamu hii nimeshaomba TARURA kwamba watengenezee barabara. Na kwa faida nyingine mkuu, barabara inayotoka kwa Uza Mahindi kwenda mpaka Ilembo kwenye mkakati kipindi kile kwenye budget ya hii lami inazotengenezwa ilikuwemo, lakini baada ya kuwa wasema budget imepunguzwa mbaki 8.8, hizo kilomita zotengenezwa hapo ikaonekana iondolewe, na tukakubaliana kwamba lami zitakazokuja kwa nyingine, na bahati nzuri mheshimiwa mbunge alisema kuna kilomita 15. Tumeshakubaliana kwamba hizi lami ambazo zitaanzishwa sasa lazima barabara yetu hii ya kwenda Ilembo iweze kupigwa lami. Na kuna taarifa kwamba kuna barabara nyingine itapasuliwa kwenda mpaka kwa mkuu wa mkoa. Kwa hiyo wanafuata taratibu kama ufahamu, ile eneo ni eneo la watu wakubwa. Kwa hiyo tupate ridhaa au kibali ili kuweza kuipasua hii barabara, watu wapate huduma moja kwa moja, wasizunguke tena kwenda kule barabara ya lami. Na barabara hii hapa itakuwa ni alternative nzuri, lakini pia angalia itapunguza population kubwa sana kule ile barabara kubwa ya lami. Kwa hiyo mpango huu wa serikali, na mimi kama diwani wa Ilembo ambao juzi tumeiongelea kwamba ipigwe lami ili punguze msongamano wa kule kwenye barabara ya lami. Ili watu waenjoy na nchi yao, watu waendelee kupata matumaini na nchi yao. Lakini mbali zaidi watu waendelee kuamini Chama cha Mapinduzi kama ni chama ambacho kinasimamia ilani ya Chama cha Mapinduzi. Sawa. Muda wetu sio rafiki sana. Kuna lolote labda ambalo umesahau, ulisema kwamba hili lazima niwaambie wananchi, baada ya hapo tumalize kabisa? Asante. Mimi labda naomba niwaambie wananchi wangu kwamba mimi wananchi wangu tuko pamoja, na hivi tunavyoongea wiki inayokuja hii ninaanza sasa kuongea na wananchi kwa maana ya kusikiliza kero, lakini pia naanza kukaa ofisini sasa. Maana hapa katikati nilikuwa na mambo kidogo ya kifamilia, sikuweza kufanikiwa kukaa ofisini. Kwa hiyo hii wiki inayokuja ninaanza kupatikana ofisini kuanzia Jumanne na Ijumaa ya siku 2. Kwa hiyo maana yake kwa wananchi wangu yote yule wa Mpanda Hoteli akiwa na shida na diwani, namba yangu iko wazi, nitaitaja baadaye kwa faida ya wananchi wangu. Lakini pia nitakuwa niko ofisini Jumanne na Jumapili na Jumanne na Ijumaa. Kwa hiyo waje wao tujadili, waje tuongee, waje tupange mipango. Hata kama sina uwezo kuliweza mimi jambo, basi na uwezo kumshauri ile jambo mimi kama kiongozi wake, jambo tukaweza kulitatua na tukasonga mbele. Maana nia yetu wananchi wangu wapate maendeleo, ndugu waandishi wa habari. Lakini pia kwa faida ya wananchi wangu Mpanda Hoteli, namba yangu ni 0742 90 48 49. 0742 90 48 49. Na jambo lingine ndugu mwandishi wa habari ambao nataka nikwambie, utaona kwamba kama unatoka unaenda kwa Uza Mahindi kuna vibanda, ule mradi haujakabidhiwa bado. Ni kwa sababu tu ya vitu vidogo, lakini tunafuatilia kwa sababu hivi vibanda vya juu kama ukiona kuna waya ambao uko juu. Na juzi tumewasiliana na TANESCO kwa ajili ya kuja kuondoa ule waya ili mkandarasi wetu Makete amalizie ule mradi. Lakini kiujumla ule mradi umegharimu hela nyingi, na ule mradi kwa kweli umeleta picha nzuri mazingira yale. Hivi tunavyoongea hata juzi nimepita wanakuwa na rekodia pale, yani vibanda vile vinaonekana, nimeweka muonekano hayo yote ni matunda ya diwani wao wa Mpanda Hoteli. Asante. Mimi kwa ujumla tu niwashukuru waandishi wa habari kwa kunipa nafasi hii kuwa na nyinyi, na mimi niwaombe kwamba tuendelee kushikamana. Maana hii nchi kila mmoja anahusika kwenye kuijenga, lakini pia kwa sababu nyinyi mko kwenye kata yangu mtanisaidia mambo mengi. Mmeshanisaidia mambo mengi na najua mtanisaidia mambo mengi, na niahidi watakapoanza kutengeneza barabara hata TARURA lazima hapa mimi niwalete kama divide kipindi kile, na grader nikalileta hapa, japo walikutengeneza kwa ubora unaotakiwa. Lakini bado barabara yenu hii sasa tuna mchakato wa kuambia TARURA. Nimeongea na TARURA, niliwasilisha kwa TARURA kwamba barabara hii hapa mbele pale kuoga na daraja. Hapo mbele hapo kama naenda hapa mbele yenu hapo kama unavuka kuna barabara Kakesi. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.